Kumekuwa na vita ya kurushiana maneno, yani wengi wameita kama vita ya barua kwa umma kwa siku 3 mfululizo katika bodi ya ligi nchini Tanzania dhidi ya dabi ya Kariakoo kufuatia dabi iliyoahirishwa Machi 8, 2025. Sasa wiki hii kumekuwa na barua kwa umma zikisongamana kati ya klabu ya Yanga pamoja na bodi ya ligi pamoja na CRDB Bank ambao ni wadhamini wa kombe la shirikisho nchini Tanzania. Sasa nini kinaendelea kati yao? Klabu ya Yanga kulikuwa na kikao kifupi dhidi ya bodi ya ligi kuhusiana na mustakabali wao wa kucheza mechi ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2025 kwa mujibu wa ratiba ya bodi ya ligi. Bodi ya ligi imeitisha kikao cha dharura dhidi ya klabu ya Yanga ili kujua mustakabali wao, kwani kauli za hatuchezi zimekuwa zikiendelea kushamiri dhidi ya wanachama pamoja na viongozi wa klabu ya Yanga. Sasa bodi ya ligi ili finalize na klabu ya Yanga namna ya kusuluhisha jinsi kesi dhidi yao itakavyoweza kusuluhishwa. Hakuna kilichofua dafu baada ya kikao cha dharura kati ya klabu ya Yanga pamoja na bodi ya ligi. Nini kiliendelea juu yao? Klabu ya Yanga walivyotoka kwenye kikao walitambulisha msimamo wao tena kwamba mchezo wa tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2025 hawatoucheza hata iwaje. Na moja ya kitu ambacho kiliongezwa ni kuhusiana na mambo mapya yaliyoongezeka baada ya mchezo wa Machi 8 kuahirishwa. Hayakuongezeka hayo tu, bali kuna mengine yaliongezeka ambayo ni nje ya kuahirishwa kwa mchezo wa Machi 8, 2025. Baada ya bodi ya ligi kushindwa kukubaliana na klabu ya Yanga waliweka wazi kwamba lengo lao la kutocheza mchezo wa Machi 8, 2025 na mchezo wa Juni 15, 2025 ni kujua kwa nini mchezo wa Machi 8 uliahirishwa. Lengo lao ni kujua kwa nini, sababu ni zipi zilizofanya mchezo wa Machi 8 kuahirishwa. Ndio watacheza mchezo. Na kitu kingine walihitaji bodi ya ligi iweze kufanyiwa marekebisho. Mtendaji mkuu wa bodi ambaye yupo madarakani kwa sasa wanahitaji aweze kujihudhuru. Kitu kingine wanachohitaji ni kuweka wazi mustakabali na gharama zao zote walizozitumia katika mchezo wa Machi 8 ambao uliahirishwa waweze kurejeshewa. Sasa kwenye moja ya kitu ambacho klabu ya Yanga waliongeza, walisema kuna uwezekano mchezo wa fainali kati yao dhidi ya Singida Black Stars wa kombe la shirikisho wasicheze kwa mujibu wa kile kinachoelezwa kwamba hawajalipwa malipo yao ya ubingwa wa shilingi milioni 50, ambapo misimu 3 mfululizo hawajapokea fedha hizo kutoka kwa bodi ya ligi. Sasa zikaanza kuibuka barua kwa umma baada ya taarifa hiyo. CRDB Bank ambao ndio wadhamini wa kombe la shirikisho nchini Tanzania walituma barua wakisema kwamba wao hawajui kama wanadaiwa deni na klabu ya Yanga. Wanachoamini wao, deni la klabu ya Yanga lililipwa kwa wakati, hivyo hawadaiwi kitu chochote. Walikanusha ujumbe kutoka kwa klabu ya Yanga kuhusiana na kuwadai kiasi cha shilingi milioni 50. Klabu ya Yanga walirudi na barua nyingine. Hawatocheza mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya Singida Black Stars ambao utachezwa katika uwanja wa Amani Complex, ambao kwa sababu za kimikataba pamoja na sababu za utovu wa mikubaliano pamoja na mikataba. Nini kimefanya? Ni kutolipwa fedha zao za ubingwa wa misimu 3 mfululizo, na kinachoendelea hata michezo ya ligi kuu iliyosalia hawatacheza, na kinachoendelea pia hata mchezo ya ligi kuu kwa msimu ujao yote hawataweza kushiriki, yani kutoshiriki ligi kuu kwa ujumla msimu ujao. Hiyo ndio kauli kutoka kwake msemaji wa klabu ya Yanga akiwakilisha klabu ya Yanga. Sasa kinachoendelea hii leo, klabu ya Simba nao wameweka wazi msimamo wao wakisema mchezo wa
wa Juni 15 mwaka 2025 uko pale pale. Barua yao ya umma inaeleza wazi kwamba mchezo wao utakuwa pale pale. Klabu ya Simba italeta timu uwanjani, kwa hiyo mashabiki na wapenzi wa klabu ya Simba wajitokeze. Wacha nisome barua ya klabu ya Simba ambayo hii leo imetumwa. Klabu ya Simba inauarifu umma kuwa wanachama na wapenzi wake kuwa itaingia uwanjani siku ya Jumapili tarehe 15 Juni 2025 kushiriki mchezo namba 184 ilivyopangwa na bodi ya ligi kuu nchini Tanzania. Mabadiliko yoyote yatakayojaribu kuahirisha mchezo huo ni batili na kinyume cha taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu. Kwa msingi huo, klabu ya Simba haitoshiriki mchezo wowote nambari 184 isipokuwa ule uliopangwa kuchezwa siku ya Jumapili tarehe 15 mwaka 2025. Tutawaambia wanachama na wapenzi wa klabu yetu kujitokeza kwa wingi. Tunaomba wanachama na wapenzi wa klabu yetu kujitokeza kwa wingi kujaza uwanja wa Benjamin William Mkapa kama ilivyo ada msimu kama ilivyo muhimu ili kuunga mkono timu yetu. Hiyo ni barua ambayo imetolewa na klabu ya Simba kupitia uongozi wa klabu ya Simba ambayo imetolewa Juni 12 mwaka 2025. Yanga walisema hawataleta timu kwenye mchezo wowote ambao Simba utapangiwa dhidi ya Simba, mchezo namba 184. Simba nao wamesema isipokuwa mchezo wa tarehe 15 mwaka 2025 hautachezwa kwa sababu yoyote ile, na wao hawataleta timu kwenye mchezo wowote ule utakaopangwa dhidi ya Yanga ambao ni mchezo namba 184. Mvutano huu kwa mtazamo wako unaona unaishia wapi? Manake tunakoelekea ni kuharibu au ni kujenga, kwa mujibu wa hizi barua kwa umma ambazo zinaendelea kutoka zikifichua makubwa yaliyopo chini ya carpet. Yaliyofichuliwa na klabu ya Yanga ni kuhusiana na kunyimwa ubingwa ambao wameshinda misimu mitatu mfululizo wa kombe la shirikisho nchini Tanzania. Sasa baada ya kufichua hayo, kwa wadhamini wamekanusha barua hiyo. Simba nao wamekanusha kwamba tusipocheza mchezo wa Juni 15 hakuna mchezo mwingine tutacheza dhidi ya wapinzani wao Yanga, mchezo namba 184 ambao utaweza kupangwa kwa namna yoyote ile. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo klabu ya Simba imetoa hii leo. Hii ni Flow Updates. Usisahau kusubscribe, kucomment, like, share, bonyeza alama ya kengele kupata taarifa mpya kutoka kwenye peji yetu. Mimi msimuliaji wako Flow Win Vitus, uwe na wakati mwema.